أوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. إخواني في الله, baadakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, tuko katika mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram, mwezi ambao kwamba kabla ya Uislamu Waarabu walikuwa wakiharamisha vita, na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hija ya kuaga alizungumzia kuhusu mwezi mtukufu wa Dhulhijja, ikiwa mwezi huu ni miongoni pia mwa miezi mitukufu katika ashhurul hurum, miezi mitatu inayofuatana: Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na mwezi ambao kwamba uko baina ya Jumada na Shaaban, mwezi Rajab. Ikhwani fillah, tumeshuhudia katika masiku haya shai'at, uvumi, mpaka ikapelekea nafsu almuharrama, nafsi ambayo kwamba ni tukufu, haifai kuua. Nafsi kama hizi zikaweza kuuawa kwa sababu ya uvumi na shai'at. Na mtu ambaye kwamba ameua nafsi bila ya sababu, man qatala nafsan bighairi nafsin fakaannama qatala an-nasa jami'a, mtu ameua nafsi ikiwa nafsi ile haikuua ikawa ni qisas, basi ni kana kwamba ameua watu wote. Na mwenye kuhuisha nafsi ni kana kwamba amehuisha watu wote. Nafikiri imetajwa katika vyombo vya habari, mitaa ya Marikiti, watu waliokuwa eneo kama hili wamempiga mtu kwa sababu asema amepoteza nyeti za mtu. Na hospitali ya Msambweni imetoa tangazo, ilan, kuna mtu ameuawa kwa tuhuma hizi, na mtu yule ni Bubu Haseni, lakini kwa dhana ambazo kwamba za hakika, yule bwana watu walimshambulia na wakamua. Ikhwani fillah, la kusikitisha zaidi ni kwamba uvumi na habari kama hizi wengi wanaoeneza ni Waislamu, si Manasara, wengi ni Waislamu, na wakaongezeka na wanaoitwa maustadhi au mashekhe, wakatoa na mavideo na maklip kusema kweli habari hizi za kweli. Jana nilikuwa na darsa, juzi kabla ya jana nilikuwa na darsa kawaida huwa anatoa kule niliko. Nilipoanza kuzungumza habari hizi, wengine waliondoka, hawataki kusikia, wakidai kwamba mimi napinga ukweli. Ikhwani fillah, kisha nikapata habari nyingine mtandaoni, nafikiri ni watu wa Mombasa nyinyi, sisi wa kule upande wa Kilifi hatukusikia habari hizi. Kumbe wakati wa corona mliamka usiku mkapika chai bila ya sukari yenye majani mengi, mkaambiwa kuna mtoto alionyeshwa amesema. Usiku watu wakawagongea madukani, wenye maduka, majani yakaisha. Usiku mzima watu wakawa wazunguka wakinywa chai yenye majani mengi sio na sukari. Kumbe yalitokea haya katika miji na Waislamu wakasadiki. Ikhwani fillah, sisi Waislamu si watu wa kuburutwa na si watu wa kubeba mambo hivi hivi kirahisi.
hata habari ikawa imeenea kiasi gani, sisi Waislamu tuna aqida, sisi Waislamu tuna sheria, sisi Waislamu tuna mwongozo. Ndo utakuta kirahisi yakatokea kama ya kina ya Shakahola yale, kina Pastor Mackenzie waliokusanya watu wao wakawadanganya wafunge, wakawaua na njaa idadi kubwa ya watu kwa sababu ya jahili na ujinga. Ikhwani fillah, sisi ni ummatu ilm, ummatu iqra, ni umma ambao kwamba hatubebi kirahisi rahisi. Na tukizungumzia habari kama hii ambao kwamba imetisha watu, na habari hii ilianza Tanzania, tufahamu kwanza kabla ya kuingia Kenya. Habari ya kusema kwamba kuna watu wakikugusa au wakikupigia simu nyeti zako zinapotea. Mwisho wakasema si kwamba zinapotea, wanasema zinazama ndani. Hizi habari zimeanza Tanzania kwa masiku mengi, labda mtu hafuatilii katika mitandao hajui, lakini siku nyingi ilikuwa habari hizi kwa Tanzania. Kisha baada ya muda tukasikia ndugu zetu wa Shimoni wanatupatia habari hizi. Hakika tumeshuhudia. Sasa habari hizi zimeenea, zimefika huko na mkaua watu, wengine wataka kuchomwa kwa matairi, na zazidi kwenda mbele. Nafikiri zimefika Malindi sasa, zaenda huko, zaelekea Northeastern. Naona katika mitandao jamaa wajadili sasa, wao nao amka sasa, wengine sehemu za Wajiro huko kusema kuna habari hii na hii. Khani fillah, as-sihru katika Uislamu tufahamu vipi? Labda tuseme haya mambo watu wanasema ni wachawi na nini, yani kiakili ni mambo ambayo kwamba hayaingia akilini kiakili, kwa sababu mtu kama ni mchawi mara nyingi ana malengo, ima ni hasad, na hasad ndio apelekea jirani yake, rafiki, nani, mtu karibu ajua naye akamhusudu, akaanza kumfanyia sihiri. Sihiri ufanywa umma mzima, haijawahi kutokea. Yani sihiri ifanywe kiholela tu, haijawahi kutokea. Alafu tukisema ni Illuminati, ni watu ambao kwamba wanaabudu mashaitani na nini, labda tuseme waliokuwa wakiua watu, wakiwaua kwa sababu ya kufuata shaitan. Shaitan ndiye ambaye kwamba anawaongoza wale wenye kuabudu shaitan na kutaka kutoka katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waue watu, wafanye vituko, sijui Qur'ani ameandika kwa damu za hedhi, sijui amekojolea Qur'ani, sijui amekanyaga Qur'ani, vituko kama hivi. Hao wanaabudu mashaitani, wanaweza kufanya. Lakini kutokee ishaati tu kwamba kiungo kimezama sijui na ni watu fulani fulani, kihakika ni masala ambayo kwamba haingia akilini. Ama kisheria sihiri kihakika kisheria ni ukafiri. Sihiri ni ukafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ma kafara Suleiman walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra. Hakukufuru Nabii Suleiman. Sama Yahudi walianza kueneza uvumi kuhusu Nabii Suleiman. Mtume sallallahu alipomtaja Nabii Suleiman kama ni mtume miongoni mwa mitume, Mayahudi wakasema Muhammad yamtaja Suleiman, Suleiman kana sahiran yarkabu ar-rih, Suleiman alikuwa ni mchawi apanda upepo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Suleiman wama kafara Suleimanu walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra. Hawa Mayahudi wamefuata kile ambacho kwamba wamekieneza, yale mashaitani wanachosema kuhusu Nabii Suleiman kwamba yeye alikuwa ni mchawi nini, lakini wama kafara Suleiman, Nabii Suleiman hakufanya sihiri, hakukufuru. Yani hakufanya sihiri maana hakukufuru. Kwa hivyo anayefanya sihiri amefanya nini? Amekufuru. Ndio hakika kisharia. Sihiri ni kufuru.
Na vile vile sihri haiwezi kubadilisha hakika ila hakikatin ukhra. Yani mtu hawezi akakufanyia sihri mpaka ikawa wewe kama watu wanavyosema sijui ambadilika paka, sijui ambadilika nini, yani binadamu awe paka, hawezi. Sahira hawezi. So Mwenyezi Mungu hajampa uwezo huo, lakini aweza kukufanyia sihri macho yako binadamu kaona ni paka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema saharu a'yunan nasi, wale wachawi wa Firauni walichokifanya ni kufanya sihri macho ya watu wakaona kamba zimebadilika zikawa nyoka, lakini kamba zilibaki kuwa kamba. Hawana uwezo wachawi kubadilisha kamba kuwa nyoka. Mwenyezi Mungu asema yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, na kuwa na takhayulat na mawazo kana kwamba zile kamba zinatembea, lakini wachawi hawakuweza kubadilisha kamba zikawa nyoka. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye uwezo. Allah Subhanahu wa Ta'ala akampatia Nabii Musa alayhi salam muujiza, akabadilisha ile fimbo yake ikabadilika thuban, ikabadilika joka kubwa. Wale wachawi walipoona uhakika wakajua sasa huu si uchawi ule wetu tunaofanya. Hii ni kudra ya hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatuna uwezo huu. Ile fimbo ibadilika nyoka na ikawa ni yenye kutafuna zile kamba zao ambazo kwamba watu walikuwa wanaona ni nyoka. Na hawa wachawi wakaamini imani ya ajabu, kwa sababu Firauni aliwaambia kwamba atawakata mikono na miguu, atawasulubu, lakini wao washajua uhakika, hawakurudi nyuma na imani yao, kwa sababu walijua ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo na ndio mwenye uwezo. Ikhwani fillah, ikiwa uhakika ni huu, tunaposikia ishaat na uvumi unaoenezwa, Muislamu hafai kuwa ni mwenye kuingia moja kwa moja akawa ni mwenye kueneza uvumi kama ule. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatathabbatu, muthibitishe. Ikhwani fillah, ni haramu kutisha, ni haramu kutisha Waislamu, ni haramu kueneza habari za urongo, ni haramu kueneza habari ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kuleta faudha. Na masala ya uchawi, Uislamu ulipiga vita kikweli, na daula Islamia ikasimamisha hadi kwa kila ambaye kwamba ni mwenye kufanya muamala na sihiri, kwa sababu haddu sahiri darbatun bisayfi. Hii ni mbele ya mahakama, ina qadhi awe ni mwenye kuhukumu, ikijulikana kwamba huyo mtu imethibitika kwake yeye ya kwamba anafanya muamala na mambo ya sihiri, basi qadhi atahukumu ya kwamba auawe. Na wakauawa wachawi katika daula Islamia. Na katika zama hizi ambazo tuko leo, ni kana kwamba sihiri ya wachawi kama hawa ni kana kwamba wametoweka, ni kana kwamba hawapo. Wengi ambao kwamba wapo ni watu ambao kwamba ni matapeli, ni watu ambao kwamba wanatumia khifatul yadi, ujanja na kutumia kiini macho, ambao kwamba ni haramu lakini haijafikia hadhi ya sihri. Kwa ikhwani fillah, dhulma ambao kwamba inatokea kutokamana na natija ya uvumi ni jambo ambalo kwamba halijuzu, kwa sababu mpaka watu wanakuwa na hofu. Ukikhtalifiana na mtu, uko na muamala na biashara, yule mtu ukamwambia kwamba huyu bwana amenigusa akapoteza nyeti zangu, watu wakamvamia, wakampiga, wakamua, kwa sababu hakuna namna isipokuwa ni kutuhumu, alafu uangaliwe zile hali zako ulivyo. Waangaliwa kama vile ambavyo imetokea sana kule sehemu za Kilifi, mtu mzee ambaye ni mchawi, mtu dhaifu akaambiwa ni mchawi, wa vijana wameenda kulewa, wanakula mingokaa na nini, ataka kununua pikipiki,
ataka kuuza ardhi, mzee amwambia bana usiuze ardhi, amgeukia asema huyu ni mchawi, ampiga mapanga, mzee afe, auze ardhi, anunue pikipiki. Bali tushaona mambo mengi ambayo kwamba yanatokea ya dhulma, ambayo kwamba haitokei kwa watu ambao ni ukala. Kwa ikhwani fillah, tutahadharisha. Kuna visa ambao kwamba vilitolewa tukiwa watoto, ni visa vya kutishana. Nafikiri wengi mwakumbuka yule bwana, sijui alipita mahala akaona mtu ana mguu wa punda, akakimbia. Alipofika mahala sasa, bwana mimi nimekutana na mtu mguu wake wa punda. Sasa wale ambao kwamba ameenda kuwashtakia wakamwambia kama huu kumbe wao nao pia ni katika hao. Hii story nafikiri ziko. Sasa hizi ni story za hikaya za kupigia watoto wadogo, na ukiangalia kuna maeneo mengi watu wamebeba hizi ishaat na hizi mambo ya urongo. Mfano wa China wanaamini yule mnyama mwenye kutoa moto yule dragon, wanaamini kuna dragon, sio? Na huku nako watu wanaamini vitu vyao. Na wale wengine watu wa zamani waliamini nyota, sijui zina uwezo na nini, mpaka wakabudu nyota. Wasema kila mtu ana nyota yake, sijui kwa sababu nyota nyingi, kwa hiyo kila mtu ana mwezi wake, lakini nyota nyingi labda wakaangalia kule juu wasema kila mtu ana nyota yake. Sasa ikhwani fillah, vitu kama hivi kwa Muislamu hafai kuvile. Na haya mambo tumeona yameenea katika zama hizi, sitaki kutawilisha sana. Haya mambo yameenea katika zama hizi, na baadhi wanaoeneza ni watu ambao kwamba wana biashara zao za kufanyia watu ruqya, asomea watu, atoa watu majini sijui na nini. Kwa hivyo naye you record video asambaza, ndio wateja watakuwa wengi. Sasa ikhwani fillah, zama za nyuma kabla ya kuja kuwa na maraki wengi ambao wamefungua ofisi kila mahali, ukienda hapa kuna ofisi, ukienda hapa kuna ofisi, ukienda hapa kuna ofisi, walikuwa watu wagonjwa ni wachache. Sasa wagonjwa wamekuwa wengi. Kuna mmoja nimeona Somalia alikuwa na mashine ile ya kaoshi haswa ile, amekusanya wanawake na nini, maji ameshayasomea katika mashine haswa tani, awapuliza wote wale. Hadha jahl. Haya ni masala ambayo kwamba Waislamu hawafai kubebwa na vituko kama hivi. Na ikhwani fillah, utaona ya kwamba kila yanapokithiri wagonjwa wanakuwa wengi, na watu hutumia kisaikolojia kuweza kuathiri. Umewekwa katika chumba, kumewekwa maspika makubwa, umerushiwa maji, yani wewe lazima utapandwa na mori tu, hata kama huna wewe utapandisha tu kwa ile hali ambayo kwamba umewekwa pale, hata kama ni mzima utapandisha tu. Sasa ikhwani fillah, haya masala hayafai kukuzwa kwa kadri hii. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekuja watu wamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam matatizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam ambia nini? Fanya ruqya, soma kul a'udhu birabbin nas, falaq, fanya tuhtu, guse mahala ambapo kwamba pa kuuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam afundisha, nenda kajinini. Lakini leo mtu atakwambia mimi nitakupatia sijui dawa za sunna, dawa ngapi, kumbe amezunguka pale nyuma mnuka uvundo amechukua, akwambia hii ni dawa ya kisunna shilingi 1500. Na hawa ndio ambao kwamba wanakuza haya masala sana miongoni mwetu Waislamu. Na Waislamu kwa kutofahamu tunayabeba sana. Mimi binafsi watu ambao wamenifuata kusomewa sijui na nini, lakini ukisema utamsomea hivi hivi kisha mwambie nenda bwana mimi nakusomea nataka nipate thawabu, anasema huyu bado haijafanya nini, haijasihi. Nataka ile ya kisawasawa ile, yani ufanyiwe vituko na vituko, sasa baadaye ndo aamini kwamba hii ni ya sawa. Nikumbuka kisa, kuna miongoni mwa maustadhi wetu zamani alikuwa akisomea watu, kisha akachukua na kuku
alafu ametia chechezo kile, ametia ubani wafuka, alafu kuku amzungusha, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas, zungusha pale. Sasa nilimuuliza shekhe, ustadhi, mbona wafanya hivi? Asema nafanya hivi kwa sababu ndo wataamini hawa. Lau utafanya hivi basi fanya nini? Hawaamini. Lakini ukiwafanyia hivi waamini kwamba dua sasa imesihi na amefanywa vitu ambavyo kwamba ni vya kiajabu. Lakini pamoja na kwamba yeye ataka hawa waamini ndo apate kitu, ujue wakati huo yuwafanya nini? Yuharibu Uislamu, yuharibu fikra, yuchafua jina la Uislamu. Mtu hafai kutumia kutafuta lukma, kutafuta tonge lake akachafua jina la Uislamu. Kuna daktari alikuwa Kilifi, mzungu hapo nyuma, alikuwa akienda jamaa zetu wa Kilifi, akipewa dawa na nini, asema bado hajapoa mpaka adungwe sindano. Akidungwa sindano ndio ajua sasa ninatibiwa. Sasa yule bwana alikuwa akiwadunga sindano, semekana yule daktari sindano, lakini alikuwa haina chochote. Kwa hiyo akimdunga sindano, basi yeye aona kwamba mimi nishatibika, nishapoa. Akipewa dawa bila ya sindano, sijapoa. Sasa ikhwani fillah, haya masala ni masala ambayo kwamba watu wanaeneza uvumi, na visa viko vingi, vituko, na mtu anasadiki nguo yake ameitundika pale nyumbani, ataiogopa usiku, atasema kuna mtu kuna mwanga ama kuna jini katika ile nyumba, sio kuna sheitani. Hatujasema hakuna sheitani wala hakuna jini, lakini wasipewe uwezo mkubwa ambao kwamba sasa maisha yatakuwa hayaendeki tena. Yani tutaishi vipi sisi? Kwa sababu mtu, namalizia kwa kisa kimoja. Kuna ustadhi alialikwa kule, alipewa kazi kule sehemu za Chumani. Sasa asema mimi bwana kule siwezi kufanya kazi tena, kwa sababu nikilala kuna mtu yaje kunibishia, nikifungua mlango hakuna mtu. Sasa kila nikilala usiku kuna mtu anibishia, nikifungua hakuna mtu. Nikamwambia sasa tatizo liko wapi? Si mtu ya kubishia tu alafu hakufanyi chochote, yabisha tu, mwache endelee kubisha. Ikiwa atakuja na silaha atakukuvamia nini, hapo hatari. Lakini kubisha tu, abishe mpaka achoke, wewe una wasiwasi gani? Siwabisha tu. Sasa ikhwani fila, kuna vitu vingine vinatia watu wasiwasi, vinatia watu hofu, vinafanya kwamba ile Allah ndo adharun nafi, ndo yeye alqawi, yeye ndo mwenye nguvu. Kila kitu tumezitoa, tumeweka kwa vitu na hofu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam.